Baada ya Yesu kurudi mbinguni, wanafunzi wake walibaki na kazi nzuri ya kupeleka injili kwa wote. Wakiwa wamejaa na Roho Mtakatifu, wanaume hawa na wanawake hawa walipeleka injili katika ulimwengu ambao ulikuwa umebakia wakati ule. Kwa hiyo kila kona dunia ilihubiriwa wakati ule. Lakini baada ya kazi hiyo, walikumbana upinzani mkubwa mno, wakianza kwa Wayahudi, lakini pia hata kwa Warumi. Lakini Wakristo wengi walikuwa tayari kuuawa hata kifo kwa ajili ya kutetea imani ya kweli. Lakini hata hivyo, damu ya mashahidi ilizidi kuliongeza kanisa la Efeso wakati ule. Lakini baada ya muda mrefu wa mateso, kanisa la Rumi aliibuka mtawala mmoja ambaye aliitwa Konstantini, na wakati huu aligiza kuwa ameongoka na akawa amebatizwa. Lakini hii ilisababisha kuingia kwa upagani katika kanisa la kwanza, na hivyo Wakristo waliobaki imara waliuawa na kuteseka vibaya mno. Lakini baada ya Wakristo kama Waldensia walibaki imara, na Mungu aliwapeleka jangwani katika maeneo ya Ulaya pamoja na maeneo ya Italia. Hata hivyo, Mungu hakukosa mashahidi. Aliinua watu ambao waliamini Biblia na kwa imani ya Yesu pekee. Na Mungu aliinua watu kama akina John Huss, akina Zwingli, akina Wycliffe, akina Martin Luther kusimama kwa ajili ya imani ya Biblia na imani ya Yesu pekee. Na kufikia mwaka 1798, upapa ulipata jeraha la mauti, na hapo mateso yakawa yamekoma. Lakini mwaka 1830 Mungu alimuinua William Miller kwa ajili ya kuhubiri, na watu waliandaliwa kwa ajili ya ujio wa Yesu ambao ulitabiriwa kwamba ungelikuja katika miaka 1844. Na hapo ndipo lilikuwa chimbuko la kanisa la Waadventista wa Sabato, na hivyo kanisa hili lilianza kama movement na pia litamaliza kama movement. Na tunakoelekea mwishoni, Mungu anahitaji watu watakaosimama kwa Biblia na Biblia pekee. Imani ya Yesu ikituongoza kwenye kutii sheria za Mungu kweli kweli, na hili ndilo kanisa la Mungu. Mwaka 1844 Kristo kutokea, na wengi walikatishwa tamaa. Na ndipo nuru ya patakatifu ilipofunuliwa na kuoneshwa wazi ya kwamba Kristo alikuwa haji duniani, lakini alikuwa anaingia katika chumba cha pili ambacho ni chumba cha patakatifu kwa ajili ya kazi ya mwisho. Na hivyo waliendelea kushikamana kwa pamoja wakihubiri injili, na walipaswa waendelee mbele kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu, lakini pia ujumbe wa malaika wa nne ambao unapatikana kitabu cha Ufunuo sura 18 kwa ajili ya kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Toka wakati huo, dalili zote ziko wazi ya kwamba Yesu anakuja mara ya pili. Jiandae kukutana na Bwana wako ajapo hivi karibuni. Nabii Ellen G. White katika periodical PT, yani Present Truth, ya Septemba 1, 1849, paragrafu ya 8, nabii anasema, Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa, na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa, ukweli wa kutiwa muhuri, chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Ndugu mtazamaji, ninakukaribisha katika muendelezo wa majifunzo yetu. Masomo haya yalijue kanisa lako. Ilikuwepo sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, hili somo ni sehemu ya 3. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kabla tujaendelea, basi tuombe.
Baba yetu mwema uliye mbinguni, somo la 3 la Lijue Kanisa Lako ndilo tunalotamani kujifunza sasa. Hekima itokayo kwako na uongozi wako ni wa muhimu. Mimi na mtazamaji tunajisalimisha chini ya mbawa zako. Mapenzi yako yatimizwe, sifa na utukufu zikurudie, kwa jina la Yesu, amin. Lijue Kanisa Lako sehemu ya 3. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11 fungu la 1 mpaka la 9, maneno ya uzima ya Mwenyezi Mungu yanasomeka hivi: nchi yote ilikuwa ukiwa. Mwanzo 11:1 mpaka 9. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujijengee mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya na tushuke huko, tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kuujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote. Na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Babeli ni machafuko. Ilitokeaje? Baada ya Mungu kuchafua usemi. Mnara wa Babeli ulikuwa umelenga kushindana na Mungu ama kufanya kinyume na Mungu. Wakaungana pamoja wakiwa na lugha moja na usemi mmoja. Hatimaye Mungu akachafua usemi. Ziko lugha nyingi duniani leo. Iko Babeli ya kiroho inayotenda kazi sasa. Ajenda na lengo ni lile lile, kukusanya ulimwengu wote chini ya sauti moja, kuwa kinyume na ibada ya Mungu, ibada ya kweli, ibada ya siku ya 7 ya juma, sabato ya kweli. Na wamekusudia kuhakikisha dunia yote inaabudu siku moja, yani sabato bandia, siku ya kwanza ya juma, siku ya Jumapili. Sasa hilo litawezekaneje? Mkakati na mipango ya kanisa la Rumi, ambayo ndiyo Babeli ya kiroho kwa sasa, ni kuwakusanya mataifa yote, watu wote na dini zote, madhehebu yote chini ya mwamvuli wa sauti moja. Neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo 17 mstari wa 3 mpaka wa 6 inasema, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu, nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Babeli ya kiroho ni kanisa la Rumi, ni kanisa Katoliki. Na Babeli hii ajenda yake ni ile ile, kujenga mnara. Hautaonekana mnara kwa maana ya jengo, lakini kuwakusanya wanadamu wote kwa vita ile ya Mungu Mwenyezi, Harmagedon. Kuwakusanya wanadamu wote kuwa kinyume na Mungu, kuwaongoza kwenye ibada
kinyume na ibada ya kweli ya Mungu muumbaji. Sasa basi, hili kanisa la Rumi, Babeli hii ya kiroho ya sasa, inatumia mbinu gani? Inatumia mbinu gani? Ukitaka kulielewa hili, angalia kanisa hili la Rumi liliwahi kutawala dunia katika kipindi cha miaka 1260, zikaitwa zama za giza, toka mwaka 538 mpaka mwaka 1798. Wakati huu neno la Mungu lilipigwa marufuku, ibada ya kweli ya Mungu ikawekwa pembeni, ikasimamishwa ibada bandia siku ya Jumapili. Habari ya huduma ya Yesu patakatifu ikakataliwa na watu wakafundishwa kuhesabiwa haki kwa matendo, na hawakuelekezwa kwenye huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni. Watu walipotezwa, washindwa kuelewa kazi ya kuhani wao mkuu. Kwa wakati huo alikuwa akihudumu katika chumba cha kwanza kabla hajaingia chumba cha pili 1844. Sasa basi, walikuwepo watu wa Mungu waaminifu waliosimama, na imeandikwa waliitwa wana matengenezo. Watu hawa walilichachafya kanisa la Rumi, na ilionekana wana matengenezo kana kwamba wameshinda. Rumi ikatafuta namna ya kurudisha tena utawala wake na kurudi katika mkakati wa kuitawala dunia, na zamu hii ni kuwaleta wanadamu wote katika mnara wa Babeli, kwa maana ya kuwaleta chini ya sauti moja, alafu kanisa la Rumi litawale dunia, na kwa njia hiyo shetani atawale dunia kwa kupitia mamlaka yake ya kishetani. Kanisa la Rumi, kanisa Katoliki hapa duniani, walitumia mbinu gani wa Katoliki? Tunasoma kitabu cha Pambano Kuu, nitasoma kitabu cha UPH 2024, ukurasa ni 190 na 191. Kile cha Kiingereza ni 234, paragrafu ya 2 na ya 3. Angalia Ellen G. White anachokisema kwa habari ya kanisa la Rumi lilitumia mbinu gani, ukurasa 190. Nabii anasema hivi: katika ulimwengu wote wa Ukristo, Uprotestanti ulihatarishwa na maadui wa kutisha. Ushindi wa kwanza ulipita, yani Uprotestanti ulishinda. Roma ilikusanya nguvu mpya, Roma ikajipanga upya. Roma, yani kanisa Katoliki, Vatican, upapa ukajipanga upya. Walitumia mbinu gani? Ikitumaini kuangamiza Uprotestanti. Kujipanga kwao lilikuwa lengo nini? Kuangamiza Uprotestanti, yani kusiwe na upinzani, dunia yote ibaki chini ya sauti moja. Wakati huu shirika la Majesuiti liliundwa, shirika katili, fidhuli na lenye nguvu zaidi kuliko mashirika mengine yote ya kipapa. Sasa hawa Majesuiti, shirika hili lilipoundwa, Majesuiti walikuwa wanafanyaje kazi, ama wanafanyaje kazi hata sasa? Walikuwa wanajipenyeza kwenye serikali zote, wanajipenyeza kwenye taasisi za dini, kwenye madhehebu yote, alafu wanatafuta kushika nafasi za juu za uongozi, alafu kuyaongoza makanisa hayo kuelekea kwenye muungano wa kidini, kwa sababu lengo la upapa ni kuhakikisha kunakuwa na serikali moja, kunakuwa na siku moja ya kuabudu, kunakuwa na dini moja. Kwa hiyo ni kuua Uprotestanti na kufanya hayo madhehebu ama hizo dini zote zikubaliane chini ya mwamvuli mmoja. Ndivyo Majesuiti wanavyotenda kazi. Sasa swali ni hili: je, hao Majesuiti hawapo kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato? Ili kujua ya kwamba wapo ama hawapo, turudi kwanza kwenye neno la Mungu. Biblia inasemaje katika kitabu cha Yuda, kitabu cha Yuda 1 mstari wa 4, ya kwamba wako wajiingizao kwa siri. Kwa hiyo kumbe wapo wanaojiingiza kwa siri kwenye kanisa la Mungu. Tangu wakati wa mitume mpaka sasa wapo wanaojiingiza kwa siri. Ndiyo, Wagalatia 2:4 inasemaje? Wapo waingizwao kwa siri. Tena anasema ndugu wa uongo, ndugu za uongo, waingizwao kwa siri. Ili wafanye nini? Watupeleleze uhuru wetu, alafu watutie utumwani. Watuweke kwenye utumwa wa nani? Utumwa wa Babeli. Utumwa wa nani? Utumwa huu wa upapa unaotaka kutawala dunia. Kwa hiyo Biblia imeshatuhakikishia kwamba
wapo wanaojiingiza na wapo wanaoingizwa kwa siri. Kwa hiyo kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato majesuiti wapo na huwa wanatafuta kushika nafasi za uongozi, washike nafasi za juu ili waliongoze kanisa kuingia kwenye muungano wa kidini, kuacha ule msimamo na kusudi lile la Mungu la kuanzisha kanisa lake, ili kutuleta kwenye makubaliano ya kidini duniani, makubaliano ya kiumoja wa makanisa duniani. Katika somo hili Lijue Kanisa Lako sehemu ya 3, tutaangalia hatua kwa hatua na utajihakikishia mwenyewe na utakuwa na nafasi ya kufuatilia uone, je, mambo haya ndivyo yalivyo? Ndipo utakapokuwa na uelewa ya kwamba sasa tumefika wakati gani na tunapaswa kufanya nini na tumsikilize nani. Tumsikilize nani? Tuendelee sasa. Majesuiti katika kanisa la Waadventista wa Sabato ilikuwa mwaka 1962 mpaka mwaka 1965. Kanisa Katoliki iliitisha mkutano unaitwa the Vatican II, ama kwa unaweza kusema the Second Vatican Council, ambapo uliitishwa na Papa John wa 23. Lengo la mkutano huu ulikuwa ni kufanya tathmini ya kanisa la Rumi na kutafuta namna ya kujifanya kama la kujibadilisha, ili kutafuta kujiingiza kwenye makanisa mengine na kutafuta mazungumzo ya kuwaleta watu kwenye umoja. Ndio malengo hasa ya the Vatican II, huu mkutano. Kama matokeo ya mkutano huu, mwaka 1965 mazungumzo yalianza kwa siri kuwatafuta viongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato ili kuwashawishi waingie kwenye muungano wa kidini kwa ukamilifu. Maana tangu mwaka 1957 kanisa la Waadventista wa Sabato, yani General Conference, imekuwa kama observer tu kwenye mikutano ile ya WCC, yani World Council of Churches. Lakini sasa hapa inatakiwa kanisa la Waadventista wa Sabato liingie kabisa kama memba kabisa. Kwa hiyo mpango unafanywa baada ya the Vatican II. Sasa angalia, hawa WCC, hawa World Council of Churches, mwaka 1973 walitoa kitabu kinachoitwa So Much in Common. Katafute hicho kitabu mtandaoni, So Much in Common. Katika kitabu hiki ukurasa wa 98 mpaka ukurasa wa 101, hapo ndipo wanaeleza namna walivyofanya hata kufanikiwa kuliingiza kanisa la Waadventista wa Sabato kama memba kabisa kwenye WCC, World Council of Churches. Na mpaka sasa tunavyozungumza, kanisa la Waadventista wa Sabato ni memba, ni mwanachama wa umoja wa makanisa duniani ama ulimwenguni. Na utaona katika somo hili tutakuletea huo ushahidi. Sasa swali ni hili: je, kanisa Katoliki kupitia kwa utendaji wa WCC waliwezaje kuzungumza na viongozi wetu wa kanisa na kuwashawishi? Hawa viongozi wa kiroho wanaongozwa na Roho Mtakatifu, wanaongozwa na Biblia, wanaongozwa na roho ya unabii, wanafanya maombi, wanasoma neno la Mungu. Iliwezekaneje mpaka wakakubali tuingizwe kwenye umoja wa makanisa, mpaka tukubali ajenda za upapa, ajenda za ecumenism hizi, ajenda za umoja wa kidini na kupokea mipango ya kanisa Katoliki, mipango ya upapa? Iliwezekaneje? Hii ni kwa sababu ya kitu kinachoitwa, maneno ya Kiingereza kwamba ni Jesuit infiltration. Yaani kinachofanyika kama tulivyosoma Pambano Kuu. Ukisoma Pambano Kuu hiyo UPH 2024 hata 2023, ukurasa 190 na 191, kinachofanyika, majesuiti wanajipenyeza kwenye kanisa. Yaani anasema nina wito wa uchungaji. Anaingia kwenye uchungaji, anaenda kusoma kwenye vyuo vyetu, anasoma degree ya kwanza, anasoma masters, anasoma doctorate, alafu anaanza kupiga kampeni. Na hivi uchaguzi ni siasa, anapiga kampeni, anatafuta makundi na kadhalika, na mikakati mingi ya kutafuta vyeo na madaraka. Anaingia kwenye nafasi za uongozi,
anapanda. Anaposhika nafasi za juu, ndiyo huyo sasa anakuja sasa kuja kuliongoza kanisa na zile kabineti zote kuzishawishi zikubali kupokea mipango inayotoka Vatikani. Kwa hiyo waliwezaje hawa? Hii ni picha, inatupa picha ya kwamba kwa wakati huu mipango ya kuliingiza kanisa la Waadventista Sabato katika WCC, World Council of Churches, umoja wa makanisa ulimwenguni, mipango hii ilifanyika wakati ambapo tayari kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato viongozi wa General Conference walikuwa tayari ni majesuiti, yani wako majesuiti wa kutosha katika nafasi nyeti za maamuzi. Na ndio maana iliwezekana. Wanafanya hivyo kwenye makanisa mengine, Lutheran, Pentecoste, makanisa mengine ya Kibaptisti, makanisa mengine ya Kianglican, wanafanya hivyo. Hatimaye wote tunazungumza sauti moja. Tunazungumza sauti moja. Tusome katika kitabu cha Upinzani Haujaisha, ukurasa wa 11. Uone namna ambavyo huyu mwandishi, na hiki kitabu chetu hiki tunakitumia kwa uinjilisti, kinatoka Kibidula hiki. Mimi kazi yangu ni kusoma tu kukuonesha iko wapi. Kwenye mwandishi anaeleza namna majesuiti wanavyo penetrate kwenye makanisa mbalimbali. Hiyo inaitwa Jesuit infiltration, na wapo wanaitwa wachungaji, wanaitwa viongozi wa kanisa. Lengo lao ni kulileta kanisa kwenye kukubali mipango ya upapa. Hiki hapa Upinzani Haujaisha, kinatoka Kibidula, ukurasa wa 11. Ninasoma kichwa kidogo cha habari, kinasema kamwe Rumi haibadiliki. Je, inakushangaza kwamba Waprotestanti sasa wananyoosha mkono wao kuelekea Rumi na wanafanya kazi pamoja na Rumi? Ni dhahiri kwamba Waprotestanti wamesahau jinsi Rumi ilivyowatesa wale wa imani zingine, kama ilivyokuwa katika wakati wa Luther. Kama ambavyo tumeona, wapo wengi waliofungwa gerezani, walioteswa na kutendewa unyama kwa sababu ya imani yao. Kwa hiyo, ikiwa hatujui historia yetu au Biblia yetu, hatutajua kitakachotokea katika wakati ujao. Rumi haibadiliki kamwe na historia hujirudia, na hivyo ndivyo hata kitabu cha Pambano Kuu kinavyosema, Rumi haibadiliki. Kanisa Katoliki limejivika tu mavazi ya Ukristo. Mfumo huu leo ni mbwa mwitu katika vazi la kondoo. Hutenda kazi kwa kutumia papa mweupe na mweusi. Papa mweupe huvutia umati wa watu kwa ufahari na utajiri wake wote, wakati ambapo papa mwingine, kiongozi wa majesuiti, generali wa majesuiti, Jesuit general, huyu papa mweusi hutenda kazi kwa siri gizani. Majesuiti ndio askari wa Rumi waliofunzwa kwa siri. Kulingana na kiapo cha Jesuiti, wataanzisha vita ili kuangusha serikali na hivyo kufanya utawala ukubaliane na wao. Wanahimizwa kujipenyeza katika madhehebu mengine na kuwa Mlutheri miongoni mwa Walutheri, Mbaptisti miongoni mwa Wabaptisti, Mpentekoste miongoni mwa Wapentekoste, Mwadventista miongoni mwa Waadventista na kadhalika. Kupitia elimu wanaweza kujipatia nyadhifa, na kupitia nyadhifa hizi wanaweza kushawishi kwamba dhehebu hilo lishiriki katika harakati za umoja wa makanisa. Hivyo ndivyo walivyofanikiwa. Kwa mpaka kanisa linaingizwa kwenye umoja wa makanisa duniani, tayari majesuiti walikuwa wameshashika nafasi za juu za uongozi katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Sasa angalia, ukitaka kujua ya kwamba hawa viongozi wakubwa wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na maanisha General Conference, tayari kuna ishara zote ya kwamba hawa ni Jesuit infiltration. Hawa wako infiltrated hawa na majesuiti. Ishara zote zinaonyesha hivyo. Tunaangalia mambo wanayoyapitisha yanayotupeleka kwenye kukubaliana na mipango ya upapa. Angalia mwaka, na sio tu kuyapitisha, hata wanaoyaandika na kuyasema. Mwaka 1976, kumbuka the Vatican II imalizika 1965. Yaani katika kipindi cha miaka kama 11 tu matokeo yakaanza kuonekana. Mwaka 1976 huyu Neil Wilson aliyekuwa president wa General Conference
tangu mwaka 1979 mpaka 1990, na ndiye baba wa Ted Wilson. Alisema yafuatayo. Ninasoma kwa Kiingereza alafu nitakupa tafsiri ya Kiswahili. Anasema hivi: although it is true that the Seventh-day Adventist Church took a distinctly anti-Roman Catholic viewpoint, that attitude on the church's part was nothing more than a manifestation of widespread anti-pope among conservative Protestant denominations, and which has now been assigned to historical trash heap so far as the SDA Church is concerned. Sasa angalia tafsiri ya Kiswahili, unaona kwenye skrini yako. Ingawa ni kweli kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato lilichukua mtazamo dhahiri wa kupinga ukatoliki wa Kirumi, mtazamo huo kwa upande wa kanisa haukuwa chochote zaidi ya udhihirisho wa kuenea kwa kupinga upapa miongoni mwa madhehebu ya Kiprotestanti ya kiafidhina, yani conservative, na ambayo sasa yamewekwa kwenye lundo la takataka za kihistoria. Ndivyo ilivyo kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Neil Wilson mwaka 1976 anatuambia hivi: habari ya kupinga upapa, habari ya kumwita papa mpinga Kristo, habari ya kupinga ukatoliki, hiyo habari sisi kama Waadventista tumeitoa kwenye historia ya Waprotestanti, ambayo kwa sasa hivi imetupwa kwenye takataka, kwenye lundo la takataka. Kwa lugha nyingine ni kwamba tangu 1976 Neil Wilson anatuambia hivi: kanisa la Waadventista wa Sabato sio tena la Kiprotestanti, na hatuko kupinga upapa, hatuko kupinga ukatoliki, na kwa hiyo papa sio mpinga Kristo. Kwa hiyo sisi sasa tunataka tukubaliane na upapa. Ndio maana yake kwa lugha nyingine. Utaona mambo jinsi yalivyo. Kama ikutosha, mwaka mmoja tu baadaye, 1977, mtu anayeitwa Dr. Bert Beverly Beach, au kwa kifupi anapenda kuitwa BB Beach, aliliwakilisha kanisa la Waadventista wa Sabato kwenda Vatican kukutana na Papa Paulo wa sita, na akampatia kitabu kinaitwa Faith in Action pamoja na medali ya dhahabu anapewa Papa Paulo wa sita mwaka 1977. Tukio hili ama habari hii unaweza na wewe ukaipata. Tukio hilo limeandikwa katika gazeti la kanisa la Adventist Review la Agosti 11, 1977. Nenda kwenye ukurasa wa 23. Kichwa cha habari kinasema hivi: Book Medallion presented to Pope. Hapo utaona maelezo haya. Maelezo yanasemaje? Nasoma na nimetafsiri kwa Kiswahili. Inasema hivi: kuhusiana na mkutano wa mashauriano wa hivi karibuni wa makatibu wa World Confession of Families uliofanyika huko Roma, BB Beach, katibu wa Northern Europe West Africa Division, mmoja wa washiriki 15 na Mwadventista pekee katika kundi hilo, alitoa kitabu na medali kwa Papa Paulo wa sita mnamo Mei 18 mwaka 1977. Kitabu kilichotolewa kilikuwa ni kitabu cha umissionari wa Kiadventista, Faith in Action, na medali hiyo ilikuwa nembo, ishara au simbo iliyofunikwa kwa dhahabu ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Yaani hiyo medali aliyompelekea Papa ilikuwa ni nembo ama ishara ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Ina maana sasa nembo yetu haipatikani kwenye Ufunuo 14 mstari wa 6 mpaka wa 12. Wale malaika watatu hawapo kwenye hiyo medali. Hiyo medali inasema kwamba ndio nembo ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hapo maana yake nini? Sio kwamba alikuwa anapeleka ujumbe kwa Papa ya kwamba sisi Waadventista wa Sabato tumekubaliana na mipango ya Vatikani. Huyu BB Beach ambaye analiwakilisha kanisa la Waadventista wa Sabato, tusemeje sasa? Ni nani huyu? Lakini je,
yeye hapa analiwakilisha kanisa. Je, hakukuwepo president wa General Conference? Hakuwepo katibu wa General Conference? Hakuwepo mwazini wa General Conference? Haikuwepo kamati tendaji ya General Conference, the executive committee? Hawakuwepo. Maana yake ni nini? Jesuit infiltration. Nafasi za juu zimeshikwa na wao, wakawa wanafanya wanavyotaka. Sasa angalia kwenye screen yako, unaona hiyo picha ya hiyo medali. Hiyo medali ina sehemu mbili, mbele na nyuma. Ni ya dhahabu aliyopewa Papa Paulo wa sita Mei 18, 1977 Roma. Bibi Bichi aliwakilisha kanisa Roma. Hii sehemu ya mbele unaona anaonekana Yesu akiwa anakuja mara ya pili, na kuna maneno haya, the Seventh Day Adventist Church. Hafu hapa chini inasema behold he comes, every eye shall see him. Na hapo unaona, ukiangalia hiyo picha vizuri, unaiona, utaizoom tu, utaiangalia vizuri. Yesu anakuja, ameonekana ametua, amekanyaga kwenye mlima. Unaona kuna mawingu ya huo mlima, amekanyaga kwenye mlima. Huyu ni Yesu gani huyu? Au ndo huyu ambaye Yesu bandia atakaye kuja kutokea huku mwishoni kuigiza ujio wa Yesu mara ya pili? Kumbuka, Yesu atakapokuja mara ya pili hata kanyaga ardhi hii ya dunia, atasimama angani, na ndipo malaika watakusanya watu wake pande nne za dunia kumlaki Bwana hewani. Lakini Yesu bandia ambaye ni shetani ataigiza ujio wa Yesu, atakanyaga ardhi ya dunia na atakuwa akiwabariki watu, akiponya wagonjwa na akifanya ishara, maajabu na miujiza. Ndio Yesu anaonekana amekanyaga kwenye mlima na mawingu hayo unayaona. Hapa Bibi Bichi anawakilisha hii, anasema alipeleka medali kwa Papa, yaani hiyo nembo ama simbo ilikuwa inawakilisha kanisa la Waadventista wa Sabato. Ni uongo. Upande wa pili wa nyuma yake unaona kuna hizo mbao mbili za amri 10, alafu kuna kitabu cha Biblia, alafu kuna msalaba. Kuna msalaba huko hapo. Sasa angalia ili uone kwamba hapa ni viini macho. Kwenye hicho kibao cha kwanza chenye amri 4 pameandikwa maneno haya, remember the Sabbath day to keep it holy. Ni ipi hiyo? Na hii anapelekea Papa Paulo wa sita. Kumbuka kanisa Katoliki ndilo linalojigamba ya kwamba limebadili utakatifu wa Jumamosi na kuupeleka Jumapili, na wao wanaamini hivi na wanafundisha hivi ya kwamba Jumapili ni Sabato. Hapa ni Sabato gani inayotajwa hapa? Hapa ilikuwa inamaanisha Sabato bandia ya Jumapili, kwa sababu haijasema ni ya saba au ni ipi, ni ya siku ya saba au ni ipi. Alafu angalia, kuna huo msalaba. Huo msalaba unatuwakilisha sisi. Msalaba mara zote ni nembo ya Wakatoliki. Japo Yesu alikufa msalabani, lakini Waadventista wa Sabato hatuamini kwenye mamichoro na mapicha haya ya misalaba. Hiyo ndio medali aliyopelekewa Papa. Ujumbe gani uliokuwa unatumwa hapa? Ya kwamba vijana wake wa kazi kwa wakati ule, Papa Paulo wa sita, vijana wake wa kazi wamefanya kazi nzuri, na sasa kanisa la Waadventista wa Sabato linaletwa kwenye kukubaliana na ajenda za Vatican. Angalia, utaona kwenye skrini yako mwaka 1981. Angalia hiyo spidi kutoka kwenye Vatican II ilipomalizika 1965, 76. Tunaona Neil Wilson anatoa ile statement ya kwamba kanisa la Wasabato tena sio la Kiprotestanti wala hatuko kupinga upapa kama tulivyokusomea. 1977 medali ya dhahabu inapelekwa kwa Papa Paulo wa sita. 1981 huyu Neil Wilson, kwa sasa akiwa ni president wa General Conference, aliingia madarakani 1979 na sasa ni 1981. Anasema yafuatayo, maneno ya Kiingereza, anasema hivi: there is another universal and truly Catholic organization, the Seventh Day Adventist Church. Yani anaongea kwa kujigamba tu, na hayo unajua unapata na wewe unaweza ukayaona. Imeandikwa kwenye gazeti la kanisa la Adventist Review la Machi 5, 1981, ukurasa wa 3. Kichwa kidogo cha habari kinasema from the president, cooperation and interaction. Hapo unapata maelezo haya. Kama unaenda mwishoni unaona kuna maneno haya. Anasema there is another universal and truly Catholic organization. Anasema lipo
kanisa la kiulimwengu la kikatoliki halisi ambalo ni the Seventh Day Adventist Church. Yaani Neil Wilson anajigamba kabisa kwamba Waadventista wa Sabato ni kanisa la kikatoliki, kwa lugha nyingine kwamba limeshachukuliwa na Wakatoliki. Je, tusemeje? Neil Wilson alikuwa ni Jesuit au tusemeje? Mtawatambua kwa matunda yao, kwa sababu matunda hayachumi kwenye miti. Kwenye mti wa miba unajulikana, mti wa matunda unajulikana. Huwezi ukachuma matunda kwenye mti wa miba, hakuna. Kwa matunda yao mtawatambua. Hatimaye katika kipindi cha uongozi wa Neil Wilson mwaka 1985 kanisa la Waadventista wa Sabato likajiunga rasmi na Umoja wa Mataifa. Nani asiyejua kwamba Umoja wa Mataifa ni chombo cha kazi cha upapa ili kuunganisha mataifa yote duniani chini ya sauti moja ya ujenzi huu wa mnara wa Babeli kuwa kinyume na Mungu? Nani asiyejua ya kwamba Umoja wa Mataifa ni ogani ya kanisa Katoliki, ni ogani ya upapa? Kanisa linaenda kusajiliwa chini ya uongozi wa Neil Wilson ambaye 1981 anasema kuna taasisi nyingine ya kanisa Katoliki duniani ambayo ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Hakukosea, alikuwa anajua anachokiandika. Hii unaipata wapi ya kujiunga na Umoja wa Mataifa? Katika gazeti la Adventist Review la Juni 6, 1985 nimetafsiri kwa Kiswahili hivi: mnamo Mei 10, Umoja wa Mataifa uliitambua Conference Kuu ya Waadventista wa Sabato kama shirika lisilo la kiserikali, yani NGO, lenye hadhi ya mashauriano, consultative status, na kitengo cha kiuchumi na kijamii cha Umoja wa Mataifa ECOSOC, yani Economic and Social Council, kwa njia ile ile ambayo kitengo cha usalama cha Umoja wa Mataifa kinashughulikia masuala ya vita na amani. ECOSOC inashughulikia masuala ya kijamii, kiuchumi, kibinadamu na kitamaduni ulimwenguni, pamoja na haki za binadamu na uhuru wa kidini. Conference Kuu sasa ina haki ya kuwakilishwa katika mikutano yote ya ECOSOC huko New York na mikutano ya tume ya haki za binadamu huko Geneva, Uswizi. Hadhi ya NGO inajumuisha haki ya kuzungumza na kuwasilisha taarifa za maandishi kuhusu masuala muhimu kwa kanisa. Yaani masuala muhimu kwa kanisa tunaenda kupeleka UN, Umoja wa Mataifa, kwenda kuelezea watoto wa Mungu, kanisa la Mungu. Tunaenda kujieleza kwa makafiri, kwa wapagani, kwa mawakala wa Babeli. Tunaenda Mungu tuhurumie. Neville Matthews, mkurugenzi msaidizi wa Conference Kuu wa masuala ya umma na idara ya uhuru wa kidini, ndiye kiungo kati ya Conference Kuu na Umoja wa Mataifa. Katika mkutano wa hivi karibuni wa ECOSOC ambao ulichunguza ombi la hadhi ya NGO la Conference Kuu, G. Ralph Thompson, katibu wa Conference Kuu, na B.B. Beach tena huyo aliyepeleka medali mwaka 1976 kwa Papa Paulo wa sita, ndiye huyu kwenye habari ya kusajili kanisa Umoja wa Mataifa, kujiunga na Umoja wa Mataifa, ndiye alikuwepo. Sikiliza. Alikuwa nani? Mkurugenzi wa idara ya masuala ya umma na uhuru wa kidini. Waliliwakilisha kanisa la Waadventista wa Sabato wakizungumza na kujibu maswali. Tunaamini hadhi mpya ya NGO itasaidia kanisa la Waadventista wa Sabato kuanzisha uwepo katika jukwaa lingine na hivyo kuimarisha ufikiaji wake mzuri wa Kikristo. B.B. Beach. Kwa hiyo kanisa likasajiliwa Umoja Mataifa. Sasa angalia, baada ya kipindi cha utawala wa Neil Wilson toka 1979 mpaka 1990, akiwa amefanya kazi kubwa sana ya kuliunganisha kanisa na Umoja wa Mataifa, kuliunganisha kanisa katika ecumenism na kuingiza mipango ya kanisa Katoliki ndani ya kanisa la Mungu la Waadventista wa Sabato. Sasa anapumzika, anaingia mwingine. Baada yake akaingia mtu anayeitwa Robert S. Falkenberg ambaye alitawala kama president wa General Conference tangu mwaka 1990
mpaka 1999 Falkenberg naye alitekeleza yapi? Naye hakuwa wa kawaida. Aliendeleza kazi ambayo ilianzwa huko nyuma na akina Neil Wilson, na yeye akaendeleza. Alifanya kazi gani? Mnamo mwaka 1995 ndani ya utawala wake, idara ya wana wa kike ikaanzishwa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Jambo la pili, mwaka 1997 logo mpya ya kanisa ikapitishwa, ikazinduliwa. Ilitengenezwa mwaka 1997 ndani ya kipindi chake. Sasa basi, kwa nini idara ya wana wa kike? Kwa sababu inaandaa njia kwa ajili ya kuwainua wanawake, feminism, katika usawa na mwanaume, na shetani anaelewa anachokifanya. Ukisoma kitabu cha Malaki inasema ya kwamba katika siku za mwisho Bwana ataifanya mioyo ya wababa, ya kina baba, iwarejee watoto wao na mioyo ya watoto waelekee baba zao. Haisemi ya kwamba atafanya mioyo ya kina mama iwaelekee watoto na mioyo ya watoto waelekee kina mama. Shetani anaelewa huku mwishoni Mungu ataenda kuinua familia na kumfanya baba kama kuhani wa familia asimame kwa zamu yake, kukusanya wote wa familia yake, kuandaa kwa muhuri, kuandaa kwa mvua ya masika, kuandaa kwa onyo la mwisho kwa ulimwengu. Kwa yeye akafanya counterfeit ya kuwafanya wanawake wainuliwe zaidi kuliko wanaume. Katika familia pia wanawake wanainuliwa zaidi. Hata kwenye makanisa yetu ya Waadventista wa Sabato, ni nani ambao wana mikutano mingi sana ya maombi? Juma la maombi, ulio kusikia kuna juma la maombi la wanaume, liwahi kutokea NGBF huko. Ninawapongeza na Mungu awabariki. Lakini kwa kawaida huwa haipo majuma ya maombi ya wanawake. Jumapili sijui ya kwanza ya kila mwezi ya kufunga na kuomba ya wanawake. Sijui kuna tukio gani la wanawake. Kwa hiyo wanawake wainuliwe kiroho, mwanaume azidi kurudi chini, ili lile lengo la Mungu la kumfanya huyu baba arudi kwenye sehemu yake ya kuongoza familia kiroho kama kuhani wakati huu wa mwisho lishindikane. Lakini jambo la pili, idara ya wana wa kike ilitengeneza mazingira ya kuwaleta wanawake katika nafasi za kichungaji, kuwaleta wanawake katika nafasi za uongozi, kuwaleta wanawake kwa ajili ya kukubalika sasa kuwekewa mikono ya kihuduma kwenye kanisa la Mungu. Hii ni kwa sababu tuko kwenye ecumenism. Katika ecumenism, makanisa mengine mbona wanawake wanawekewa mikono wachungaji? Kwa nini sisi tusiwekewe mikono? Kwa hiyo lazima ilitakiwa itangulie idara hii. Falkenberg akafanya hiyo kazi vizuri sana. Kwa nini logo pia iletwe katika kipindi hiki? Logo na tafsiri yake ni kwamba ujumbe wetu umebadilishwa, kwa sababu sasa tunabeba ajenda za Vatican. Kwa hiyo lazima tuwe na logo ya kiecumenism inayokubaliana na makanisa mengine. Kwa hiyo tunashusha vile viwango vyetu, yani tunashusha bendera nyeupe ya Yesu, alafu tunainua bendera nyeusi ya shetani. Angalia kwenye skrini yako, unaona hizo logo jinsi zinavyofanana katika ecumenism. Hiyo ya katikati unaifahamu, Seventh Day Adventist Church. Angalia hizo zingine, unaona hiyo mienge ya moto, unaona hiyo misalaba, hiyo mienge na misalaba. Katika ecumenism wote tunaletwa chini ya sauti hii moja. Ndio maana hiyo logo kubadilishwa. Kwa hiyo Falkenberg akahakikisha haya mambo yanafanikiwa, akaifanya kazi hiyo vizuri sana. Tusemeje basi? Falkenberg alikuwa ni Jesuit. Alikuwa ni Jesuit. Katika kitabu cha Pambano Kuu kile cha Kiingereza, ukurasa wa 568 paragrafu ya kwanza inasema hivi: Wakatoliki huweka misalaba kwenye makanisa yao, kwenye altari zao na kwenye mavazi yao. Kila mahali huonekana alama ya msalaba. Kila mahali msalaba unaheshimiwa na kutukuzwa kwa muonekano wa nje, lakini mafundisho ya Kristo yanazikwa chini ya mkusanyiko wa mapokeo yasiyo na maana, tafsiri za uongo na amri za shuruti. Maneno ya Mwokozi kuhusu Wayahudi waliokuwa shupavu bado yanawahusu viongozi wa kanisa Katoliki la Roma kwa uzito mkubwa zaidi.
wao hufunga mzigo mzito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Mathayo 23 mstari wa 4. Watu wanaotii maelekezo ya wengine wamewekwa wakati wote katika hali ya hofu, wakiogopa ghadhabu ya Mungu anayechukizwa na maovu, wakati viongozi wakubwa wengi katika kanisa wanaishi maisha ya anasa na uasherati. Wanatupeleka wapi viongozi wa kanisa? Baada ya Fauconberg akaingia John Paulsen. Yeye alisimamia sana women ordination. Sasa si Fauconberg ameshafanikisha, idara imeingia, feminism imeingia, mwanamke ameinuliwa na tumekubali. Kwa hiyo John Paulsen aliyekuwa president sasa wa General Conference tangu 1999 mpaka 2010, yeye akasimamia women ordination. Haikufanikiwa katika kipindi chake, ikaja kufanikiwa katika kipindi cha Ted Wilson kama president, ambaye ni kijana wa Neil Wilson, akafanikiwa kuingiza women ordination. Lakini huyu licha ya kwamba alikuwa amemaliza kipindi chake, amepata upinzani na hii hoja haikukubalika, akiwa bado anasukumwa kuendeleza kusudi alilotumwa na kanisa la Rumi kuhakikisha women ordination inapita kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Ilikuwa kwenye mkutano wa session 2015 wakati wa Ted Wilson. Sasa wanapiga kura kwa ajili ya kukubali ndio ama hapana kwa ajili ya women ordination. Huyu John Paulsen alionekana akisisitiza, akihimiza watu wapige kura ya ndio, waseme yes kwa kuliokoa kanisa. Na hapa sasa tunakuwekea hii video clip, mtazame John Paulsen katika session ya 2015 akisisitiza watu wapige kura ya ndio. Ukitaka kujua kwamba agenda ilikuwa ni women ordination, kwenye video yako hapo angalia pale juu maneno yanayoonyesha ni tukio gani. Agenda iliyokuwepo pale ni women ordination, ndio ama hapana? Ndio mwenyekiti, nimesimama hapa kwenye microphone kuambia ndugu kaka na dada kukubali katika hii hoja iliyoko mbele yetu na kupiga kula italeta mpasuko wa uharibifu mkubwa kwa kanisa letu. Nizungumze wazi kwamba nimefanya kazi na kanisa letu kwa miaka 55 na miaka mingi hii nimekuwa katika nafasi za uongozi mkuu. Nimeishi na kutumiki katika kanisa la Afrika, Ulaya, kanisa la kitaifa katika makao makuu, lakini pia hata hapa kaskazini ya Marekani. Na nakumbuka kusema kwamba roho iliyoniongoza wakati wa uongozi niliopita, uongozi wa kanisa haukuniacha nilipoondoka ofisini. Naamini kwamba ninalijua kanisa hili la ulimwengu. Najua vizuri na nini kinachotuunganisha pamoja. Najua pia sehemu nyingi za mvutano hujitokeza wakati tamaduni zinapokutana na kusababisha matatizo. Lakini sisi kama kanisa tunaweza kushinda. Imesitizwa na uzungumzaji kadhaa kuhusu tunachopiga kura leo, kwani hii ni swala la nani ameshinda hoja. John Paulsen akaendeleza kazi hiyo, japo kura hazikukubalika kwa wakati huo, lakini bado likaonekana, bado likaja kuingizwa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Tunajuaje? Tunasoma mwongozo wa kanisa toleo la 20 sahihisho la 2022 ukurasa wa 109 na 110. Kichwa kidogo cha habari kinasema hivi: huduma ya kuwekea mikono mashemasi wa kike limefanikiwa kupita. Kwa sasa tuko balanced kabisa, wa Sabato tunafanana na makanisa mengine. Tayari feminism ipo kanisani, tayari hata kwenye kanisa letu wachungaji wa kike wekea mikono ruksa. Mashemasi wa kike wekea mikono ruksa. Tumefikia hapo. Tusemeje basi? John Paulsen alikuwa Jesuit? Sijui, mtawatambua kwa matunda yao. Tusome sasa mwongozo wa kanisa. Hapa ni mwongozo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii ni toleo la 20 sahihisho la 2022 ukurasa wa 109 na 110.
Kichwa kidogo cha habari kinasema hivi: huduma ya kuwekea mikono mashemasi wa kike. Huduma hiyo kama ilivyo ile ya kuwekea mikono kwa mashemasi wa kiume itafanywa na mchungaji aliyewekewa mikono mwenye cheti hai kutoka conference. Huduma ya kuwekea mikono haina budi kuwa sahili na ifanywe mbele ya kanisa. Mashemasi wa kike wakidumisha ushirika wao wakisha kuwekewa mikono, hawana haja ya kuwekewa tena wakihamisha ushirika katika makanisa mengine. Muda waliochaguliwa ukiisha, inawapasa kuchaguliwa ndipo waendelee kutumika kama mashemasi wa kike. Sikiliza kipengele kinachofuata sasa. Wazee wa kanisa ambao baadaye huchaguliwa kuwa mashemasi wa kike hawana haja ya kuwekewa mikono kama mashemasi wa kike, kwani mikono ya uzee inahusisha kazi ya ushemasi. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwenye kanisa la Waadventista Sabato ni sawa kabisa kuwa na wachungaji wa kike, kuwa na wazee wa kanisa wa kike, kuwa na mashemasi wa kike. Unaweza ukaona haya ni ya kawaida, lakini tafuta kwenye Biblia na roho ya unabii uone kama unapata nukuu yoyote. Tutatetea tunavyoweza kutetea, ukweli uko hivyo. Alafu sasa hawa wachungaji wa kike, wazee wa kanisa wa kike na mashemasi wa kike wawekewe nini? Mikono, wafanye hizo kazi, wabatize, wafungishe ndoa. Mchungaji wa kike afungishe ndoa, abatize, afanye hayo yote kama mchungaji wa kiume anavyofanya aliyewekewa mikono. Hiyo ndio kazi aliyokuwa anaisimamia John Paulsen, president wa General Conference tangu 1999 mpaka 2010. Tunasemaje basi? Je, hawa watu ni wenzetu ama walikuwa wamepandikizwa na kanisa Katoliki ili kulileta kanisa la Waadventista Sabato kwenye muungano wa kidini tufanane na makanisa mengine? Angalia huo mporomoko ulivyokwenda kwa kasi tangu wakati wa Neil Wilson, anakuja Fauconberg, alafu anakuja John Paulsen. Sasa kuanzia 2010 mpaka 2025 aliyefuata ni nani? Anaitwa Ted Wilson, kijana sasa wa Neil Wilson. Yeye naye alisukuma mambo gani? Alisukuma mambo gani? Alipoingia tu madarakani 2010, 2012 alianza na jambo kubwa kabisa bila uoga wowote. Kitabu cha Pambano Kuu hiki hapa kikachakachuliwa katika uongozi wake na kikatolewa kitabu kingine kinaitwa Tumaini Kuu, The Great Hope. Katika kitabu hicho kuna mambo mengi yamepunguzwa. Ilikuwa njia mojawapo ya kuwaplease wa Katoliki, kwa sababu baba yake huyu Neil Wilson alishasema ya kwamba kanisa la Wasabato sasa ni organization nyingine ya Kikatoliki. Alisema hayo mwaka 1981, na ndiye huyo aliyesema, huyo Neil Wilson ndiye aliyesema ya kwamba, baba yake Ted Wilson ndiye aliyesema ya kwamba, yani habari ya kupinga Ukatoliki, habari ya kupinga upapa ni ya makanisa ya Kiprotestanti ya wakati huo. Sasa tuko kwenye mtazamo mpya, kanisa limejitathmini upya. Kwa hiyo sasa kanisa la Waadventista Sabato halina upinzani kabisa kwa kanisa Katoliki, ndio tafsiri yake. Na kitabu ambacho ni tishio kwa Ukatoliki, kinachofumua Ukatoliki, ni kitabu cha Pambano Kuu. Kwa hiyo kilipaswa kitabu hiki kifanyiwa maboresho. Kazi hii akapewa kijana wake Ted Wilson. 2012 kikatoka kitabu cha Tumaini Kuu. Na tuliambiwaje? Kuna nchi zinapigana vita. Kwa hiyo jina la Pambano Kuu, The Great Controversy, halileti picha nzuri. Kwa hiyo tunatafuta jina lingine zuri, tuite kwamba ni Tumaini Kuu. Hata hivyo yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Pambano Kuu ni yanaleta matumaini, sio ya kuashiria vita. Kwa hiyo tukaambiwa ni jina tulilobadilika, lakini nataka nikwambie humo ndani yako mengi yaliyobadilishwa. Hata ujumbe wa miaka 6000 haupo kwenye kitabu cha Tumaini Kuu, haupo. Na hata yale makali ya ule ujumbe wa kulisema kanisa la Rumi umepunguzwa kwenye kitabu cha Tumaini Kuu. Habari ya historia ya wanamatengenezo waliopambana na ukweli, waliofia dini, waliofia ukweli, waliomwaga damu zao kwa mateso ya kanisa Katoliki, na bado ikapunguzwa tena. Kwa hiyo
ni kana kwamba Waadventista wa Sabato tunajaribu kuomba msamaha kanisa Katoliki. Tunaomba msamaha kanisa Katoliki. Lakini pia Ted Wilson alihakikisha kwamba habari ya ecumenism inafanikiwa kwa kiwango cha juu sana, japo akiwa public alikuwa anakataa ya kwamba haiwezekani kanisa la Waadventista wa Sabato tukajiunga na ecumenism katika mikutano hiyo ya umoja wa makanisa. Na alionekana akiwa public anatetea roho ya unabii, anatetea Biblia, na Wasabato wengi wakampenda wakisema ya kwamba huyu baba ni wa kiroho sana. Are you sure? Mtawatambua kwa matunda yao. Sasa ukitaka kujua ya kwamba aliyasukuma haya mambo ya ecumenism, umoja wa makanisa, ajenda za upapa, kwanza angalia yeye mwenyewe, angalia video clip, anaonekana akisisitiza kwamba kanisa, hiyo ni public sasa, kanisa hatupasi kujiunga na ecumenism. Tazama hiyo. I want you to understand the great difference between making friends with government and other religious leaders, and on the other side, ecumenism. Seventh-day Adventists as a church and as individuals should never be involved in ecumenism. Let's hear that again. Seventh-day Adventists as a church and as individuals should never be involved in ecumenism, which means that you try to find some common ground in relationships with other churches, and you give up some of your faith, they give up some of their beliefs, and you find some common way of moving ahead. Seventh-day Adventists base their convictions and beliefs on the Holy Word of God. Ndugu mtazamaji, umemsikia Ted Wilson. Je, hiki anachokisema ni kweli? Hebu tumsikilize sasa aliyekuwa mkurugenzi wake kwa muda wote wa upresident wa Ted Wilson, Ganun Diop, mkurugenzi wa PAR, Public Affairs and Religious Liberty. Aliyekuwa mkurugenzi wake anasemaje kwa habari ya ecumenism? Tena anakiri kabisa ya kwamba alikuwa katibu wa hilo baraza la WCC, World Council of Churches, na anasema kabisa kwamba amehudumu kwa miaka zaidi ya 10. Ted Wilson public anasema kwamba hatupasi kujiunga na ecumenism. Anasema uongo. Na hiyo ndio sifa ya Majesuit. Kwa nje waone ni watakatifu, na ndio sifa ya kanisa Katoliki. Ukimwona papa amevaa yale mavazi yake ya kifahari na ananyosha mikono, amani iwe nanyi, anabariki watu, lakini kumbe hili kanisa limejaa damu ya watakatifu. Ndio linaloendesha vita zote duniani hapa. Ndio linalofanya mikakati michafu na miovu hapa duniani. Sasa huku anaonekana mtakatifu, anasema ya kwamba hatupasi kujiunga na ecumenism, lakini kumbe sivyo ilivyo katika utendaji wake halisi. Sisi tunaonyeshwa sura ya nje, lakini kumbe sura ya ndani tofauti. Msikilize Ganun Diop anasemaje kwa habari ya ecumenism. Seventh-day Adventist Church. Okay, first of all, sawa, kwanza kabisa tunapozungumzia kuhusu habari ya ecumenism, wacha nikushtue kwanza, halafu najua nitaendelea baadaye. Sisi wa Adventista tunapaswa kuwa watu wa kikumene zaidi duniani. Sawa, kwa nini nasema hivyo? Je, hatuelewi tuna ujumbe wa milele wa kuhubiri kwa ulimwengu wote? Na hiyo ni ecumenism. Ndugu mtazamaji, umemsikiliza. Sasa swali ni hili. Tumwamini nani? President wa General Conference Ted Wilson tangu 2010 mpaka 2025, miaka 15. Ama tumwamini Ganun Diop, mkurugenzi wa PAL, Public Affairs and Religious Liberty. Nani hapa alikuwa anasema ukweli? Ganun Diop alikuwa anasema ukweli, na ndio reality. Tuko kwenye umoja wa makanisa ulimwenguni, na sasa tunaongozwa kuletwa kwenye sauti moja katika ujenzi wa mnara wa Babeli, kupitia Babeli hii ya kiroho ya siku za mwisho, kanisa Katoliki. Jesuit infiltration kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Baada ya Ted Wilson, nani alifuata? Elton Carlos Coiler. Tangu 2025 mwaka jana ameingia tu immediately, anatuletea sasa One Voice. Majesuit tumemaliza kazi, kwisha habari yake. One Voice, funga kazi kabisa. Sauti moja, sauti moja. Na ili ipate mashiko, ionekane kama vile ni ya kibiblia,
kwamba tunakumbuka, angalia kwenye bango hapa ndugu mtazamaji, tunakumbuka Yesu alibatizwa mwaka wa 27 AD. Kwa hiyo mwaka 2027 ni kumbukumbu ya ubatizo wa Yesu miaka 2000. Nikuulize swali mchungaji, kiongozi wa kanisa, mshiriki mwenzangu katika kanisa hili, wapi kwenye roho ya unabii tunapata maelezo ya kwamba tunapaswa kukumbuka ubatizo wa Yesu? Katika Biblia tunapata wapi kwamba tunataka tukumbuke ubatizo wa Yesu? Na hapa kumbuka, hii ni behewa ya nje. Tangu 1844 Yesu ametoka chumba cha kwanza, ameingia chumba cha pili. Sisi tunatolewa huku, tunaletwa kwenye behewa ya nje, ambayo Ufunuo 11 fungu la pili anasema usiipime behewa ya nje. Wamepewa mataifa, wataukanyaga mji mtakatifu miaka 3.5, miezi 42, siku 1260. Tunaletwa huku kwenye ua wa nje. Maana yake nini? Tunaletwa kwenye ecumenism, muunganiko wa kidini katika Ubabeli, ambao bado wanaamini sabato ya kweli ni Jumapili, siku ya kwanza ya juma, wakati sisi tulitakiwa tuwe patakatifu pa patakatifu, ambapo kitabu cha Ufunuo kinasema sanduku la agano lake likaonekana. Maana yake ujumbe wa malaika wa kwanza, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, una mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni wito wa kutii amri za Mungu. Namba 2 ni wito wa ibada ya kweli ya sabato ya siku ya 7 ya juma. Namba 3 wito kwa ujumbe wa afya, matengenezo ya afya, kwa sababu mcheni Mungu ni amri zake na sabato. Kumtukuza ni kubeba tabia ya Yesu, lakini pia ni kuishi kiafya. Lakini pia jambo lingine la ujumbe wa malaika wa kwanza ni ujumbe wa sanctuary, patakatifu. Na unaposema patakatifu, sio ile ya hapa hema ya duniani, maana tangu mwaka 31 Yesu amepaa mbinguni. Alianza huduma chumba cha kwanza miaka 1813, na sasa yuko kwenye chumba cha pili, anakaribia kutoka. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba Elton Koila anahitimisha kazi ya kuwashusha Waadventista wa Sabato kwenye jukwaa imara. Naenda kwenye kitabu cha L Writings, ujumbe wa awali au maandiko ya awali, ile sura ya jukwaa imara, uone inaposema kwamba hili jukwaa imara lina ngazi 3, ya kwanza, ya pili na ya tatu. Yaani ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, na hatupaswi kushuka. Na nabii anasema aliona watu wengine wakizunguka ule msingi wa lile jukwaa, wakiukosoa ule msingi. Msingi ni nini? Kitabu cha Christ in his Sanctuary inasema msingi ni patakatifu, na kutoka patakatifu limejengwa jukwaa imara. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Elton Koila anahitimisha kazi ya Ukatoliki ya kutushusha kwenye hili jukwaa na kutushusha chini ya hili jukwaa. Tunatolewa kwenye chumba cha patakatifu, tunaletwa huku nje. Maana yake tunaongozwa kuukataa ujumbe wa malaika wa kwanza, wamcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Na kama tunaongozwa kukataa ujumbe wa malaika wa kwanza, kama tunaongozwa kukataa ujumbe wa malaika wa kwanza, maana yake ujumbe wa malaika wa pili unafuata. Umeanguka Babeli. Tunapaswa kujiondoa kwenye mafungamano na Babeli. Tunapaswa kujiondoa kwenye harakati ya ujenzi wa mnara wa Babeli wa siku za mwisho wa ibada ya Jumapili. Na kitakachofuata, viongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato ni kuwaongoza tu Waadventista wa Sabato. Sheria zitakapopitishwa kwenye mataifa mbalimbali ya Jumapili ni kuwaongoza tu kwamba amesheni ibada kutoka Jumamosi, pelekeni Jumapili, tiini mamlaka iliyowekwa, biashara imeisha. One voice, tunazungumza sauti moja. Lakini sikiliza, kitabu unaona na kuwekea kwenye screen yako hapo, unaona kitabu kinaitwa Ecumenical Movement. Hiki kitabu ukurasa wa 470 kipengele cha 48 kinasema hivi: we must call on all Christian churches to speak to the world with one voice in addressing the threat of climate change. Tunapaswa kuyaita makanisa yote kuzungumza na ulimwengu na kwa sauti moja, one voice, katika kushughulikia au katika kutatua tishio la mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo habari ya one voice iko kwenye ecumenism, na kwa sababu sisi Waadventista Sabato tulishajiunga kwenye WCC, World Council of Churches,
tuko kwenye ecumenical movement tayari, na ushahidi nimekuwekea kwenye hili somo. Unaona namna ambavyo viongozi hawa wa General Conference, tangu kwa Neil Wilson, anakuja Falkenberg, anakuja John Paulson, anakuja Ted Wilson, na sasa Elton Quayle anahitimisha kazi. Tumeingizwa kwenye ecumenism. Kwa hiyo tunapaswa na sisi kuzungumza sauti hii moja. We must call on all Christian churches, na sisi ni sehemu ya kanisa la Kikristo. Tuzungumze na ulimwengu kwa sauti moja. Na hii ya sauti moja hii ni nini hichi kinachoelezwa hapa? Hii ni waraka wa Laudato Si uliotolewa na Papa Francis 2015, ambao ndio backup ya mikutano yote ya COP ya mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa nini 2027? 2027 ndio mwaka pekee wa muhimu kwa upapa, kwa ukatoliki. Kuna mkutano wa COP Novemba mwakani 2027, utafanyika Addis Ababa, Ethiopia. Huu mkutano wewe nenda tukaandike tu why COP 32 ndio mwakani. Hiyo is so important. Utaona na kuelezea hapo, kwa sababu ndio mwaka ambao wanaenda kukumbushana ahadi walizokubaliana, na moja ya kitu walichokubaliana kwenye mikutano ya COP ni kuitenga siku ya Jumapili kwa ajili ya kuokoa uchafuzi wa mazingira, uzalishaji wa hewa ya ukaa. Kila wiki siku moja iwe ya mapumziko, ibada ya Jumapili. Kwa hiyo tunaongozwa kupitia One Voice 2027 kuja kukubaliana na ulimwengu kuzungumza sauti moja, mnara wa Babeli. Maana Mwanzo 11 fungu la 1 mpaka la 9 inasema wakati huo mnara wa Babeli unajengwa, nchi ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Bado historia inajirudia. Yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako. Historia inajirudia. Leo tuna Babeli ya kiroho. Kanisa Katoliki linatuongoza kuzungumza kwa sauti moja, na Waadventista wa Sabato tumeshajiunga kwenye umoja wa makanisa. Kwenye umoja wa makanisa. One Voice 2027 ni ajenda ya shetani na wala sio ajenda ya Mungu. Inawatoa watu patakatifu, inaongoza watu kukataa ujumbe wa malaika wa kwanza, inaongoza watu kushuka kwenye jukwaa imara, kutuleta kwenye behewa ya nje, kwa sababu muunganiko, ecumenism, haiwezi ikafanywa huku. Lazima tuwe na ujumbe wetu peculiar, unique. Ili tuungane pamoja, lazima tuuache ujumbe wetu. Ndipo sasa tunaletwa huku ambako wamepewa mataifa wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. 2027 sheria ya Jumapili inapita, biashara imeisha, Mungu amemalizana na Waadventista wa Sabato wote. Sasa tunazungumza sauti moja ya kuitunza Jumapili. Sauti moja ya kuitunza Jumapili. Sikiliza roho ya unabii inachosema katika kitabu cha Science, katika gazeti la Science of the Times Februari 19, 1894. Nabii anasema hivi: ni kukataliwa kwa ukweli wa Biblia ambako kunawafanya wanadamu kukaribia ukafiri. Ni kanisa lililorudi nyuma ambalo linapunguza umbali kati yake na upapa. Haya yote yanaonyesha kabisa mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato umekusha kuasi. Shuhuda kwa kanisa Gombo la 4 210 paragrafu ya 4 na ya 5, ukaisome hapo ya kwamba moyo moyo mkuu wa kazi uko Battle Creek. Kipindi hicho ndio makao makuu General Conference ilipokuwa. Kwa hiyo moyo mkuu wa kazi upo General Conference GC. Kama ilivyo kwa mwili, moyo ukiugua unasukuma damu yenye magonjwa kwenda kwenye mwili wote na mwili wote unaugua. Ndivyo ilivyo moyo mkuu wa kazi General Conference. Ikiugua, damu inayosukumwa hapo inakwenda kuharibu kanisa lote. Na angalia, Elton Quayle kazindua One Voice 2027. Angalia, unions zote zimezindua, conference na field zote zinazindua. Wasabato wana machi barabarani na mabango One Voice 2027, matisheti One Voice, vitenge One Voice, kapelo hizi kofia One Voice, vikombe vya chai vinaprintiwa One Voice, leso za mkononi One Voice, kila mahali. Tangazo lolote tu la graphics linalotumwa mtandaoni One Voice, mission for all. Which mission? Mission gani? Ni ya Yesu anayehudumu patakatifu au ni mission ya yule mwingine Yesu bandia?
anayetarajia kuja ulimwenguni hivi karibuni kuigiza ujio wa Yesu mara ya pili. Mission ipi hiyo? Ni mission ipi hiyo? Mission ya Vatican ya kuleta ulimwengu wote chini ya one voice, sauti moja ya muungano wa kidini, kuwa na serikali moja, kuwa na dini moja, kuwa na siku moja ya kuabudu. Ni mission for all. Mission ipi hiyo tunayosema? Ni mission ipi hiyo? One voice 2027, sauti moja 2027 si agenda ya Mungu. Si agenda ya Mungu. Na kwa kujigamba kabisa bila hofu yoyote, hata viongozi wa General Conference wanasema wazi kwamba kanisa Katoliki limebadilika. Kwa kama limebadilika, hakuna sababu ya ujumbe wa malaika wa kwanza, hakuna sababu ya ujumbe wa malaika wa pili, kwa hiyo hakuna sababu ya ujumbe wa malaika wa tatu, kwa hiyo hakuna sababu ya ujumbe wa malaika wa 4 wa Ufunuo 18. Limebadilika kwa kipi? Je, wamekubali Sabato ni siku ya saba ya Jumamosi? Je, wamekubali ya kwamba Maria hayuko mbinguni? Je, wamekubali ya kwamba mtu akifa haendi mbinguni? Je, wamekubali ya kwamba ubatizo wa watoto ni ubatizo haramu? Je, wamekubali ya kwamba ile sakramenti Eucharist, sakramenti sio kwamba ni mwili halisi wa Yesu? Wamebadilika kwa lipi? Na nabii anasema kabisa kwamba ukisoma sura ya Pambano Kuu 35 na 36, haliwezi kubadilika kanisa Katoliki. Na kama kunaonekana kuna mabadiliko, waliobadilika ni Waprotestanti. Wa Sabato tumeongozwa kushuka kwenye jukwaa lilo imara. Msikilize Ganun Diop, anasema kabisa kwamba kanisa Katoliki limebadilika. Wa Sabato mnatakiwa kuelimishwa ili muelewe ya kwamba kanisa limebadilika. Msikilize Ganun Diop. Kwa mfano wa uhuru wa kidini, kila mmoja anajua wakati wa zama za kati, tunafahamu kanisa Katoliki halikuishi kulingana na kanuni hiyo, lakini kwa kweli kanisa Katoliki lilibadilika ule mwaka 1965. Najua baada ya kuna baraza la pili la Vatikani, kwa sababu litoa tamko kwa ajili ya uhuru wa dini. Na ndio maana hatuwezi tu kwa sengenya kwamba Wakatoliki husema vile au hapana au sio. Sawa, kihistoria wanapingana na hilo kwa sababu walianzisha baraza la kuwahukumu wazushi. Kwa hiyo halikufanya hivyo, lakini lilibadilika mwaka 1965 na hati ya Dignitas Humani. Kwa mfano, haya ni maandishi mazuri sana ya uhuru wa kidini. Kwa maneno mengine, Waadventista wanapaswa kuelimishwa katika kinachoendelea duniani. Hatupaswi kuwasingizia watu bila hata kujua mchango wao. Ndugu mtazamaji, umemsikia? Huyu ni mkurugenzi. Alikuwa mkurugenzi, alishastaafu, alikuwa mkurugenzi wa kipindi cha Teddy Wilson. Na wakati wa Elton Coyle ambaye ndio president wa sasa, alikuwa ndio katibu wake tangu 2021 mpaka 2025, na sasa ndio president wa General Conference. Unafikiri kuna tofauti? Unafikiri kuna chochote unachotarajia? Mmemsikia hapo Ganun Diop. Alikuwa mkurugenzi wa Public Affairs and Religious Liberty kipindi chote cha uongozi wa Teddy Wilson. Yeremia, nasoma ni Yeremia 51 mstari wa 6 mpaka wa 9. Kimbieni kutoka kati ya Babeli, kila mtu na ajiokoe nafsi yake, msikatiliwe mbali katika uovu wake, maana ni wakati wa kisasi cha Bwana, atamlipa malipo. Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana, kilicholevya dunia yote. Mataifa wamekunywa mvinyo wake. Kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. Babeli umeanguka na kuangamia ghafla. Mpigieni yowe, twaeni zeri kwa maumivu yake, ili labda apate kuponywa. Tungependa kuuponya Babeli, lakini haukuponyeka. Mwacheni nasi twendeni zetu, kila mtu hata nchi yake mwenyewe, maana hukumu yake inafika hata mbinguni, nayo imeinuliwa kufikiria mawinguni. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 mpaka 18. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Belihari?
Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Ellen G. White alitabiri haya kwamba angetokea. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza, ukurasa wa 577, paragrafu ya pili. Katika ile njozi ya usiku aliona watu wakimachi wawili wawili wanakuja kwenye nyumba. Alipotaka kwenda kuwapokea machi, akaangalia tena, wakageuka kuwa ni marching ya Kikatoliki. Marching ya Kikatoliki, wamebeba misalaba na wakaizingira ile nyumba. Alafu akasema hii nyumba iko chini, anasema hii nyumba iko chini ya ulinzi, bidhaa zilizomo lazima zichukuliwe. Unaiona hiyo screen kwenye nukuu kwenye screen yako, utaifuatilia vizuri. Ni hizo bidhaa gani hizo zinazotakiwa ziwe confiscated, zitaifishwe? Ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, na ndicho kilichotendeka. Kwa hiyo Neil Wilson mwaka 1981 alikuwa sahihi aliposema kwamba there is another universal and truly Catholic organization, the Seventh Day Adventist Church. Kwa nini? Kwa sababu tunafanana nao sasa na tumekubaliana na mipango yao, na sasa tunaimba one voice. Kwa hiyo ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu weka chini, ili tuweze kukubaliana na ujenzi wa mnara wa Babeli. Sikia UPH 2015, matukio ya siku za mwisho, ukurasa wa 150. Watu ambao Mungu aliwaheshimu sana katika harakati za kufunga historia ya dunia watafuata mfano wa Israeli ya zamani, kujitenga na kanuni kuu ambazo Kristo amedhihirisha katika mafundisho yake. Kwa hiyo tumerudia historia ya zamani. Mfumo wa dini ya Kiyahudi ulipoacha kusudi la Mungu, wakaachwa gizani. Yesu ameenda kuhudumu chumba cha kwanza mwaka 31 patakatifu mbinguni, hawakuweza kumfuata, wakaachwa bila mawasiliano na mbingu. Roho Mtakatifu akaondolewa, wakabaki gizani. Ndivyo sasa One Voice 2027, Elton Koila anahitimisha safari nzuri ya kutetea kanisa Katoliki. Tunaletwa kwenye ujenzi wa mnara wa Babeli, tunaondolewa patakatifu patakatifu, tunaletwa kwenye behewa ya nje, tunaletwa kwenye kukataa ujumbe wa malaika wa kwanza, na hivyo tutaachwa gizani. Sasa basi, ziko hoja zifuatazo ambazo zimekuwa zikisemwa sana. Jisini sauti ya Mungu, tunapaswa kutii chochote kinachotoka juu. Swali, Pambano Kuu sura ya 37 inatuambia tutii chochote kinachotoka juu? Biblia inatutaka tutii chochote kinachotoka juu? Petro alisemaje kwenye Matendo ya Mitume 5:29? Imetupasa kumtii Mungu kuliko nani? Mwanadamu. Kwa hiyo chochote cha ukatoliki hatutataka. Kasome Pambano Kuu sura ya 37, maandiko ni kinga. Jambo la pili, nuru ili iwe nuru ya kanisa lazima ifunuliwe na kanisa zima, yaani kuanzia juu kuja chini. Je, hayo yote ndiyo nuru? Hayo yote ambayo kuanzia Neil Wilson, Falkenberg, Jan Paulson, Ted Wilson na sasa Elton Koila wanayafanya, ndiyo nuru hiyo? Jambo la tatu, Mungu analipigania kanisa lake mwenyewe. Litaonekana kama linaanguka, lakini halitaanguka. Ni uongo. Hii nukuu inachukuliwa nje ya muktadha wake. Ukaisome vizuri, utagundua ya kwamba ni wakati ambapo mateso yanalipiga kanisa na wale waovu wanatoka ndani ya kanisa. Litaonekana kama kanisa linaanguka, lakini halitaanguka. Watatoka kambi za Shetani, watajiunga na kambi ya Bwana. Jambo la nne, mfumo ndio kanisa. Kujitenga na mfumo ni uasi na ni kujitenga na kanisa. Ndio maana rais tu watu wanasema kwamba huyo ni muasi, msimsikilize, amejitenga na kanisa. Sio kweli, haujaelewa maana ya kanisa. Sikiliza nabii anachosema, kitabu cha Upward Look, ukurasa 315, paragrafu ya 5. Mungu ana kanisa, si jengo kubwa, yani Great Cathedral, wala si usajili usimikwaji wa kitaifa, national establishment, wala si madhehebu mbalimbali. Ni watu wanaompenda Mungu na kuzishika amri zake. Bwana asifiwe. Walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Mathayo 18:20. Ambapo Kristo yupo hata miongoni mwa wachache wanyenyekevu. Hili ni kanisa la Kristo, kwa kuwa uwepo wa aliye juu na mtakatifu akae milele peke yake unaweza kuunda kanisa. Na hilo kanisa la Mungu haliko mjini, sasa liko mashambani,
liko mashambani kwenda kuandaliwa kupata elimu ya Mungu mashambani. Enyi wazazi, wakina baba, wakina mama, toeni watoto wenu, nendeni mashambani mkaandaliwe kwa ajili ya muhuri wa Mungu, mkaandaliwe kwa ajili ya mvua ya masika. Hakuna mvua ya masika, unabaki huko mjini. Hakuna mvua ya masika, hakuna muhuri kwenye mivuto ya uovu kiasi hicho. Kanisa la Mungu lipo huko mashambani, hata wakiwa 2 watatu ni kanisa la Mungu, maadamu ni waaminifu kwa amri za Mungu na wanampenda Mungu. Hilo ni kanisa. Mfumo sio kanisa. Mfumo huu ulisajiliwa mwaka 1863. Kabla ya hapo, wakina Ellen G. White na pioneers wengine, halikuwa kanisa. Mfumo wa dini ya Kiyahudi ulipokataa, Yesu aliendelea kubembeleza. Aliachana na mfumo, akaita wanaume, akaita mitume, akawajaza mvua ya vuli, wakapeleka Injili. Ndivyo itakavyofanyika huku mwishoni. Ndivyo itakavyofanyika huku mwishoni. Atainua wanaume na wanawake kutoka miongoni mwa watu wa kawaida ili kuifanya kazi yake, kama wakati ule wa zamani alipowaita wavuvi kuwa wanafunzi wake. Ndivyo atakavyofanya. Na nabii anasema hivi, hebu niwaambie kuwa Bwana ataimaliza kazi yake mnamo siku za mwisho kwa namna ambayo iko nje ya utaratibu wa kawaida wa mambo, na katika njia ambayo itakuwa kinyume na mpango wote wa kibinadamu. Unaziona hizo nukuu kwenye skrini yako, utafuatilia inatoka wapi, ukasome kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho. Kwa hiyo Mungu ataimaliza kazi, ataishika yeye mwenyewe, na sasa anachagua wanaume na wanawake, anawapa wito, watokeni mjini, wanaenda mashambani wakaandaliwe. Huko ndiko kanisa la Mungu linakoandaliwa sasa kwa ajili ya kilio kikuu, onyo la mwisho kwa ulimwengu. Mfumo umeshaasi, mfumo umeshaanguka, mfumo umejiunga na umoja wa makanisa, mfumo umeshakubali mipango ya Vatican inatuongoza kwenye ujenzi wa mnara wa Babeli. Na mara zote mnara wa Babeli unapojengwa, Mungu huwa anashuka. Nataka niwaambie hivi, Mungu amekaribia kushuka na kuitetemesha dunia. Usikubali kusikia viongozi wanasema nini. Usikubali hayo yote wanayotuleta. Usiimbe wimbo wa One Voice. Rudi kwenye ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Kasome Pambano Kuu sura 23, sura 24 na sura 28. Utaelewa kazi ya kuhani wako mkuu yuko wapi, anafanya nini na unapaswa kufanya nini. Achana na haya ya One Voice, ni ajenda ya kishetani. Tunaongozwa kwenye ujenzi wa mnara wa Babeli, Babeli ya siku za mwisho, na lazima ianguke. Na majeshi tu wanagongea na cheers, wanafikiri wamemaliza kazi, wanatuleta kwenye sauti moja. Nataka niwaambie, hamjamaliza kazi. Wako wasiokubali, wale wanaompenda Mungu na waaminifu kwa Mungu, wao watasimama na imeandikwa, na hatutaogopa na mtufanyi chochote, hata kama ijapotupasa kufa. Imeandikwa, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika baada ya tabu zao. Hatuogopi. Ukweli lazima usemwe. Haiwezekani tukaletwa kwenye mipango ya Vatican halafu tunyamaze kimya. Ndugu mtazamaji, fuatilia haya mambo wewe mwenyewe, peleka kwenye maombi, muulize Mungu, je, One Voice ni mpango wako? Na atakujibu. Mfumo ulishaanguka. Endelea kusubiri ukitegemea wachungaji watakuambia, viongozi watakuambia. Unasubiri yanayotoka juu ndio yafanyie kazi, eti ni sauti ya Mungu. Sio sauti ya Mungu tena, ni sauti ya shetani. Ushahidi nimekuwekea, mtawatambua kwa matunda yao. Mimi nimesema, ni mjumbe tu, nimefanya sehemu yangu, nimemaliza. Uamuzi ni wako. Imekwisha, imekwisha. Atuombe. Baba mwema, utukuzwe wewe. Tusaidie kuelewa sauti yako ni ipi na sauti ngeni ni ipi. Tusaidie ndugu mtazamaji anapoendelea kujifunza mambo haya. Utubariki sote tunapoandaliwa kwa uzima wa milele, kwa jina la Yesu, amina.